tupo naye Nixon Lutenda, mwenyekiti wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, na kikubwa hapa utakisikia ni kuelekea maadhimisho ya wiki ya maji inayoanza Machi 16. Tutazungumza naye kuhusu jukumu la bodi hiyo katika uhifadhi wa vyanzo vya maji ili kuwa na uhakika wa huduma ya maji safi na salama katika jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Na karibu sana mgeni wetu. Hii hapa ni sehemu ya familia na ndio, na tunaamini kabisa msikilizaji yule ambaye anahitaji kufahamu kutoka kwako na kile ambacho tutazungumza, basi nafasi ni yake kwenye namba 0621 107 107. Maadhimisho ya wiki ya maji kitaifa kwa mwaka huu 2026 tunaambiwa yanafanyika mkoani Morogoro. Yataanza Machi 16 hadi 22, yakilenga kutoa elimu na utunzaji wa vyanzo vya maji, lakini pia kusimamia rasilimali hizo. Kwa vile waziri amekushalitangaza hili, yote tutayajua mengi mtakavyoanza maadhimisho yenyewe, wiki yote hiyo kuelekea kilele cha siku ya maji. Lakini wacha tufahamu, kwa mtu anayetusikiliza anasikia tumemwalika hapa mwenyekiti bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, lakini Wami Ruvu au hii bodi ni bodi inayojishughulisha na nini? Pengine mtu ajue kwa kiasi, alafu ndio tuendelee na maswali mengine yaliyo muhimu. Tuanze hapo mwenyekiti, karibu. Kwanza nawashukuru kwa kuweza kuandaa kipindi hichi, kwa sababu ni sehemu ambao wananchi wanatakiwa wajue shughuli zetu pia za bodi. Lakini kabla ya shughuli za bodi, naomba nieleze tu kwamba Wami Ruvu ni nini. Kwa mujibu wa sheria ya taratibu zetu za nchi, kwamba bodi ya Wami Ruvu imeundwa kwa mujibu wa sheria ya mwaka 2009 ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan alifanyia maboresho mwaka 2022. Kwa hiyo ni bodi ambayo ipo kisheria na ni bodi tendaji, kwa maana kwamba kwenye wizara yetu ya maji tuna bodi hizi za mabonde ambazo zinahusika na ulinzi wa rasilimali za maji, bodi 9. Kwa hiyo hizi bodi zimegawanywa kwa maeneo ya mitiririko ya maji ya mito pamoja na mabwawa pamoja na chemchem. Kwa hiyo kwa kwetu sisi mkoa hii ya Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, Morogoro na sehemu ya Dodoma, bodi ambayo inalisha maji katika maeneo haya ni bodi ya Wami Ruvu. Na bodi ya Wami Ruvu imetokana na mito miwili mikubwa, mto wa Wami pamoja na mto wa Ruvu. Kwa hiyo kuna bodi nyingine kama bodi ya Pangani, bodi ya Ziwa Victoria, mpaka zinakuwa bodi 9. Kwa sasa hizi bodi zimepewa mamlaka kamili, na mamlaka yake imepewa ni kwenye ulinzi na utunzaji wa rasilimali za maji, kwamba mpaka maji yanamfikia mlaji, mtumiaji nyumbani, kwamba kuna bodi inayoshughulika na ulinzi wa vyanzo vya maji kwenye chemchemu, mito pamoja na mabwawa. Sasa jukumu hili ndio imepewa hizi bodi za mabonde, ili maji yaweze kufika kwenye tenki. Hawa wananchi huku wanashughulika vipi au wanashiriki vipi katika utunzaji wa vyanzo vya maji? Chukua mfano kwenye bodi yetu hii ya Wami Ruvu, kwamba maji yanayokuja Dar es Salaam yanatokana na mto Ruvu pamoja na Wami. Lakini mto Ruvu vyanzo vyake viko labda juu ya milima ya Ngerengere. Kwa hiyo kule tunamkuta mkulima au mwananchi kwenye kijiji husika au mtaa husika, huyu ndo anahusika na vile vyanzo viko katika maeneo yale. Kwa hiyo sasa kwa mujibu wa sheria zilizopo ni kwamba hatuwezi tukawa na uhuru kila mmoja kutumia haya maji au kutumia hivi vyanzo bila kuwa na utaratibu. Na Mwalimu Nyerere aliwahi kusisitiza kwamba uhuru usiokuwa na mipaka ni vurugu. Na ndio maana kwamba na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anasisitiza kwamba lazima watu wafuate sheria, kanuni na taratibu. Sasa sheria, kanuni na taratibu ni katika kuvitunza hivi vyanzo. Kwa hiyo hizi taratibu kwa bodi imeishusha moja kwa moja kwenye ngazi za mitaa na vijiji kule. Kwa hiyo kuna jumuiya mbalimbali ziko katika ngazi ya mitaa na vijiji zinazohusika kwenye ulinzi wa rasilimali za maji, ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya mikoa. Kwa hiyo kwenye ngazi ya mikoa tunahusika zaidi na zile kamati za ulinzi na usalama wa wilaya pamoja na mkoa, ili kusaidia sasa kwenye ulinzi. Unajua kuna mtu mwingine anafanya kusudi tu kwenye kuvunja sheria. Kwa mfano mkulima anahitaji maji yaende shambani, wakati maji haya mtu namba moja wa kupewa maji kwenye matumizi ni mwanadamu. Kwa maji haya sisi kama bodi tunahusika kwenye, sasa tunakuja kwenye majukumu, tunahusika kwenye kutoa vibali vya matumizi ya maji. Kwa hiyo matumizi ya maji, nani anapewa kibali? Anapewa kibali mkulima,
anapewa kibali mfugaji, anapewa kibali mtu mwenye viwanda. Kama mnavyojua mkoa wetu wa Pwani ni industrial zone. Kwa hiyo wale pia tunawapa kibali cha matumizi ya maji, atumie maji kiasi gani. Lakini vile vile DAWASA kama msambazaji wa maji kwa mlaji ambaye ni mwanadamu, naye anapewa maji, anauziwa maji vile vile na bodi yetu. Sisi kazi yetu kumpa maji DAWASA. DAWASA anakusanya yale maji ambayo yako kwenye matenki kupeleka kwa mwananchi. Kwa hiyo sasa, na sisi jukumu letu la pili, mbali na kuweka mgawanyo huu, ni kuhakikisha kwamba maji haya yanapatikana kwa wakati na kwa muda wote, na yakiwa safi na salama. Sawa. Sasa kwenye safi na salama hapo tunahusika pia kutoa vibali. Kwa sababu ili yawe safi lazima utoe kibali cha kutiririsha maji taka au maji sumu. Kwa mfano kwenye viwanda mtu anaweza kutiririsha yale maji. Unajua kuna viwanda vingine wanatiririsha. Sasa ili uwe na kiwanda, sisi tunakupa kibali cha matumizi ya maji, lakini namna gani pia unatakiwa utiririshe maji taka ili yasiende kudhuru mazingira na kuingia kwenye. Kwa hiyo tunatoa vibali pia vya kutibu yale maji, kwamba namna gani hichi kiwanda kiwe na plant ambayo inashughulika kutibu yale maji taka yenye sumu kabla hajaenda kwenye mazingira, yatibiwe. Na tunazo idara za kudhibiti ubora wa haya maji yenye sumu. Kwa hiyo tunatoa kibali, lakini vile vile tunafuatilia. Kama mmempa ruksa atumie maji yale mazuri, lakini baada ya kuwa matumizi yamemalizika, anapotaka kuyatiririsha kuna namna anatakiwa kufanya. Kuna kibali pia anatakiwa kufanya ili tujiridhishe, na sisi tuna wataalamu wetu wanaenda kupima, na akienda kinyume sasa tunarudi pale aliposisitiza dokta na pamoja na waziri wetu kwamba lazima utaratibu ufuatwe. Kwa hiyo kama anatiririsha tumeenda kumkagua mara ya kwanza, tumekuta anatiririsha maji safi kabisa. Mara ya pili anashindwa kuyatibu sababu ni gharama kuyatibu. Anaamua kufungulia yaende maji yenye sumu kwenye mazingira. Sisi tunafanya monitoring, kwa maana kufanya follow up kila baada ya muda, wataalamu wetu wanaenda kupima. Tukikuta hiyo basi kuna adhabu zake. Ana penalty anapewa, lakini vile vile kuna adhabu nyingine ambayo tunashirikiana na idara ya NEMKI katika kuhakikisha mazingira yanatunzwa, basi anapelekwa mahakamani. Sawa. Na tunaona kwamba kwa hawa ambao umesema wale wenye tabia ya kutiririsha na wakati mwingine wanakengeuka kama hivyo, sheria zinawabana, na tunaona kwamba hata nyinyi wakati mwingine mnasisitiza hata kwenye makazi ya watu na pengine wakulima, wafugaji na watu wengine kwamba msiharibu vyanzo vya maji. Kumbe bodi hii ipo na inafanya kazi vizuri tu kwa ajili ya kuangalia uhifadhi wa vyanzo vya maji ili kuwa na uhakika. Sasa tukirudi kwenye jamii ambayo inaamini kabisa maji, wanasema kwamba maji yanatembea, maji hayakai, yanatiririka. Kadri yanavyotiririka yanajitengeneza yenyewe na kuwa safi. Wakiamini hivyo wanaendelea kuharibu vile vyanzo vya maji. Sasa huku kwenye jamii huwa mnaweka mkazo gani zaidi? Kwenye jamii tunaweka mkazo, kwanza tuna sheria. Tunajua vyanzo vya maji, kuna eneo chepechepe linalozunguka mto, eneo chepechepe yani eneo oevu linalozunguka bwawa au linalozunguka chemchem. Kwa yale maeneo chepechepe tuna sheria yake kwamba mita 30 upande wa kushoto kutoka kwenye mto na upande wa kulia kutoka kwenye mto huruhusiwi kufanya shughuli za kibinadamu katika yale maeneo, ili kuto kuharibu maji na mtiririko wake usiathiri ubora wa maji. Sasa wakati huyu mwananchi au mkulima tumemzuia asilime katika maeneo yenye vyanzo vya maji, sisi kama bodi tunafanyaje? Kwa sababu ndio shughuli zake, kwa sababu amezoea kulima bamia pale. Na kama amezoea kulima bamia, je, kuna shughuli mbadala tunayomtafutia? Kwa hiyo sisi tuna kitengo cha kutoa elimu kwa umma, lakini vile vile kusaidia shughuli mbadala ya ujasiriamali kwa maana ya kuzalisha kipato. Kwa hiyo tunavyo vipengele ambavyo tunawasaidia kwenye kuanzisha ufugaji wa nyuki, kwamba usilime bamia kwenye vyanzo vya maji au mchicha ukaharibu. Kwa hiyo mbadala wake ni nini? Mbadala wake tunampa mizinga ili asiweze kwenda kuharibu vyanzo vya maji. Lakini vile vile kuna hao wafugaji wanapeleka ng'ombe na mifugo kwenye vyanzo vya maji ambavyo wanaviathiri. Kwanza ile sahani au bakuli la kina cha maji kinapungua kwa sababu michanga, tope zinakuja juu. Lakini vile vile sasa huyu umeshamzuia, anaenda kunywesha wapi? Kwa tunatengeneza pia na zile water trough kwa ajili maalum kwa ajili ya kunyweshea mifugo yao katika maeneo yale ambayo tunaona yana vyanzo vya maji, na wananchi wenyewe wanashirikishwa katika kuandaa sehemu hii itakuwa sahihi na ni karibu kwetu. Kwa unaona hata migogoro inapungua kwa sababu ni jukumu letu pia. So mara nyingi migogoro hii ya mfugaji na mkulima inatokana pia na kustruggle kwenye kupata maji. Na sawa una struggle kwenye kupata maji ni hasa kwenye vyanzo. Sasa lazima tuweke utaratibu maalum. Kwa bodi yetu sisi tunashughulika pia na kuweka utaratibu maalum wa namna gani inafanyika hivi. Sawa, Bwana Lutende, mwenyekiti, pamoja na kuyaeleza yote hayo,
kwa sababu bodi inaundwa kutokana na hiyo mito mikubwa miwili, Ruvu na Wami. Huu mto Ruvu pengine na huo Wami ndio hasa inayosababisha upatikanaji wa maji uhakika kwenye jiji la Dar es Salaam, Pwani vile vile, kwa mkoa wa Pwani, kwa maana na Morogoro ndio na sehemu ya Dodoma. Sawa. Kwa vile maeneo haya yana wakazi wengi, jiji kubwa kama Dar es Salaam likitegemea mto Ruvu kupata maji yake, na wakati mwingine mambo yanakuwa mengi. Tulitaka kujua kuna jitihada gani zinazofanywa ili kulinda hasa huo mto Ruvu kwa sababu ya shughuli ambazo zinaendelea kando kando ya mto wenyewe. Jitihada namba moja ni ile ambayo nimeeleza kwamba kuwa na jumuiya za watumia maji kwenye ngazi, kutoka ngazi ya vijiji, kwa sababu hawa ndio walinzi wetu. Kwa hiyo hizi jumuiya tumeziwezesha kupanda miti rafiki kwenye vyanzo vya maji. Kwa maana kwamba wanapanda michikichi, wakati huo wanapanda mikarafuu, kwa sababu tulichukua baadhi ya jumuiya na wadau wengine tukawapeleka Zanzibar kwanza kujifunza kupitia yule rasi wa mkoa wa Morogoro, kwa sababu yule mwenzetu anayo hiyo elimu kutoka Zanzibar. Kwa hiyo unajua tunashirikiana na wadau hawa, tukaona waende kufata elimu darasa, kwamba badala ya hawa wakulima kufanya shughuli za kiuchumi kwenye vyanzo vya maji ili viweze kulindwa, waende wakajifunze wenzetu wamefanyaje. Kwa hiyo tulienda kujifunza Zanzibar, na tukaona kwamba sasa ili mwananchi asikate mkaa kwenye vyanzo vya maji, asikate miti au asiharibu vyanzo kwa kufanya shughuli zake, huyu tumpe miti rafiki wa maji, kwa sababu si miti yote inapandwa kwenye vyanzo vya maji, mingine inakunywa maji zaidi. Kwa sasa miti ile rafiki, lakini je, inatija? Ndio unaleta kama mikarafuu. Sasa unakuta analinda vile vyanzo kwa sababu analinda mkarafuu wake usije ukakatwa. Kwa hiyo automatically yeye ni mlinzi katika maeneo yale. Lakini vile vile tunatumia wadau mbalimbali. Tuna taasisi za kidini kuweza kutusaidia, ni wapo ni wajumbe kwenye zile kamati, kuweza kutusaidia waumini wao. Tuna taasisi mbalimbali hizi za private, kwa mfano mabenki, watu wa viwanda, wanatusaidia namna gani tunashirikiana nao. Si bodi tu, tunashirikisha hizi taasisi. Sawa, tunaona kila maadhimisho huwa yanakuja na mtindo wake, naweza nikasema kwamba upekee wake, elimu kwa namna ambayo mnatoa tofauti. Kwa mwaka huu sasa kuelekea kwenye hayo maadhimisho yenyewe, tayari mmeshaanza kutoa elimu kwa mtu ambaye atafuatilia. Kuna yani upekee wake ni upi tofauti na mwaka jana? Nini hasa kitaenda kufanyika? Naam, upekee wake kwanza, namba moja ni kutoa elimu kwa umma. Unajua umma au jamii yetu ya Watanzania wanatakiwa waelewe umuhimu wa hizi bodi za mabonde. Kwa hiyo maadhimisho ya mwaka huu, bodi zote za mabonde tutakutana pale Morogoro, na sisi kama Wamiruvu ndio hosti, kwa maana ndio wenyeji. Kwa hiyo tutamtaka bodi ya Pangani watakuwa na banda lao, wanaeleza shughuli zao wanazozifanya kule, ili mwananchi ajue. Wakati mwingine mwananchi anaweza kuona bodi wanafanya kitu gani kama ni wale, lakini kumbe mwananchi anatakiwa aone kwamba bodi ni ya kwake, kwa sababu vyanzo vya maji, mimi nikitunza maji vizuri, ndio natengeneza mustakabali wa kesho. Amani ya familia inatokana na maji. Mheshimiwa Waziri wetu wa maji Juma Aweso anasema kwamba maji, kukiwa na usalama wa maji, basi ni usalama wa taifa, kwa maana vurugu pia zinapungua nyumbani. Kwa hiyo sasa maazimisho haya yatakuwa na ubunifu wa aina yake. Bodi za mabonde zitakuwa zikionyesha shughuli mbalimbali wanazofanya, na vitu vingine ambavyo tutakuwa tukivionyesha pale kwenye kwenye haya maazimisho wiki zote, mbali na elimu, lakini kufungua milango. Bodi hizi zinafungua milango kwa wadau mbalimbali kuja kushirikiana na hizi bodi katika kuhakikisha kwamba tunatunza vyanzo vya maji. Kwa maana tusipotunza vyanzo vya maji, hizi jitihada zinazofanyika na serikali kutengeneza matenki ya gharama kubwa, halafu matokeo yake itakuwa ni kama white elephant. Hakuna maji kwenye chanzo, tenki hata liwepo la bilioni 10 litakuwa lina nini? Naam. Sawa, swali la msingi. Naam. Tunaambiwa ujenzi wa bwawa la Kidunda itakuwa ni suluhisho kabisa la tatizo la upatikanaji wa maji kwenye mikoa hii, Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Pia hata hiyo sehemu ya Dodoma ambayo bodi yako inashughulika nayo. Mpaka sasa mmefikia wapi? Asante sana. Kwanza nashukuru kwa ujenzi huu, ni mkakati sasa. Kwanza labda tutoe historia kidogo ya bwawa la Kidunda. Bwawa la Kidunda ilikuwa ni wazo la Mwalimu
Julius Kambarage Nyerere, rais wetu wa kwanza kabisa, mwaka 1961 aliona crisis ya Dar es Salaam. Unajua rais yule alikuwa na maono makubwa sana. Aliona crisis kwa mujibu wa watu, na huu ni mji wa kibiashara, kwa mitambo tulionao kutegemea mito itakuwa ni tatizo baadaye. Kwa hiyo alikuwa na wazo la kutengeza bwawa la Kidunda juu ya milima ya Ngerengere kule. Sasa hili wazo limetembea kwa marais takribani 4. Rais wa 5 ambaye ni Dr. Joseph Pombe Magufuli akishirikiana na makamu ambaye sasa hivi ni rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan, wakakubaliana kwamba waanzishe mchakato wa ujenzi wa bwawa la Kidunda ili liwe mkombozi kwenye shida ya maji jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani ambao una viwanda vingi, ambao serikali imeinvesti pale kufanya mkoa ule uwe wa viwanda. Sasa kiwanda bila maji hakiwezi kwenda. Kwa hiyo maana yake ni nini? Serikali imeenda kutenga zaidi ya bilioni 330 kwenye bwawa lile la Kidunda. Kwa hiyo Dr. Samia Suluhu Hassan ameruhusu kutengwa fedha na utekelezaji wake na umeshaanza, na Mungu ajalie hapo mwaka huu 2026 Disemba tunakabidhiwa bwawa lile, na lile bwawa litakuwa na uwezo wa kukusanya lita za ujazo bilioni 190. Bilioni 190. Maana yake ni nini? Kama tuna bwawa lina uwezo wa kukusanya lita bilioni 190, wakati mahitaji ya jiji la Dar es Salaam ni lita milioni 570 sasa kwa siku. Sasa lita milioni 570 wakati tuna bwawa linakusanya maji lita bilioni 190. Unaweza kuona kwamba tatizo la maji tena litakuwa limefutika kwa jiji la Dar es Salaam. Kwa maana hata mvua isiponyesha, na takwimu zinasema na wataalamu wetu, hata isiponyesha mwaka mzima, lile bwawa lina uwezo wa kutiririsha maji kuja kwenye jiji letu la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani pamoja na sehemu ya Morogoro, wakapata maji bila tatizo lolote. Kwa hiyo rai yetu ni kwamba wale walinzi wa vyanzo vya maji katika maeneo ya kule, na ndio maana sisi sasa kama bodi ya Wami Ruvu nguvu zetu kubwa tunawekeza kwenye ulinzi wa vyanzo. Lile bwawa likiwa limekamilika halafu vyanzo vimeharibika, na bwawa lenyewe litakuwa halina hizo lita bilioni 190. Kwa hiyo maana yake nini sasa? Maana yake ni kwamba sisi kama wadau, mdau wetu namba 1 ni mwananchi, ili tuweze kushirikiana naye kwamba serikali imeshawekeza bilioni 330 katika ujenzi wa bwawa hili, na bwawa hili linahitaji maji, na maji haya yanatakiwa yalindwe kutoka kwenye vyanzo ili yaweze kufikia mlaji au mtumiaji wa mwisho. Mtu wa Dar es Salaam, dada yangu, mama yangu, uweze kuoga mara 3 badala ya kuoga mara moja. Wakati mwingine tunaviziana bwana, unaenda kuoga maji yenyewe kufikia au wakati mwingine kutokuoga kabisa, au kutokuoga kabisa. Huyu anasema maji ni uhai wa viumbe wote, lakini maoni yake kwa bodi ya maji anasema muendelee kutoa elimu kwa wananchi, waepuke kuvamia kwenye maeneo ya vyanzo vya maji, wapande miti na kutunza mazingira, lakini pia bodi washirikiane na kamati za vijiji kuboresha miundombinu ya upatikanaji wa maji kwa wakati maeneo husika. Ni msikilizaji huyu kutokea Igunga, anaitwa Mtei. Haya Mtei, asante sana kwa maoni yako asubuhi ya leo. Kuna msikilizaji mwingine na kwa upendo wake anasema mchoraji wa Njiro wa Musoma, bodi ya kuhifadhi maji imekuwa ni mkombozi kwa wananchi waliopo maeneo ya mito, kwani mafanikio yanaonekana, mfano Mto Mara. Yeye ndio maoni yake hayo, msikilizaji huyu, asante sana. Lakini huyu mwingine anasema ya kwamba kwa hapa Dar es Salaam anasema kuna mitambo na maji bado yanakatika licha ya kuwa na mvua zinanyesha. Hassan Shija wa Goba kutokea Tegeta, asante sana. Lakini Cyprian, nawe unasema unatupata vizuri sana kwenye taarifa mbalimbali asubuhi ya leo, na mgeni wetu unamfuatilia kwa ukaribu zaidi. Ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wasikilizaji kwenye namba 0621 Sawa, tusalie bado kwenye maswali machache, maana muda wetu nao unayoyoma. Bwana Lutende, tufahamu mwenyekiti, kulikuwa na mkakati wa kufanya utafiti kwa ajili ya kupata vyanzo mbadala kama vile visima vya kuongeza huduma ya maji hasa kwa eneo la Dar es Salaam. Mmekuwa na nafasi gani sasa ya kuendelea na hilo? Kwanza sisi tunamshukuru Mheshimiwa Waziri wa Maji ndugu Juma Hamid Aweso. Ameona bodi yetu ni kiini na ni chachu cha maendeleo katika jiji letu Dar es Salaam. Kwa sisi kama bodi tumepokea mtambo wa uchimbaji wa visima, na sisi kama bodi, moja ya majukumu yetu nyingine ambayo tunalipa kipaumbele zaidi ni utafiti wa wapi kuna vyanzo vya maji na hayo maji tunayapataje. Kwa sisi tuna wataalamu wa utafiti
ambao ni jukumu namba 2 au 3 katika bodi yetu. Kwa hiyo wataalamu wa utafiti wametuambia kwamba ukienda kwenye maeneo kama ya Kimbiji tuna aquifer kubwa sana ya maji chini, yani kwamba tuna bakuli kubwa lililohifadhi maji chini kule Kimbiji. Sasa na halijaguswa, limeshaguswa. Tuna visima tumemap out, tuna visima zaidi ya 7, lakini 4 vinatumika. Na katika jiji la Dar es Salaam bado tunayo maji chini ya ardhi. Kwa hiyo badala ya kusubiri maji ya Wami au maji ya Ruvu yaweze kufika, huyu mwananchi tunamsaidiaje? Na ndio maana wizara sasa kupitia waziri wetu wa maji ametupa mtambo, na huo mtambo uko kazini. Tumeshaanza wilaya ya Ilala, tumeshaanza kuchimba visima 6 tayari katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Na 2 tunachimba mkoa wa Pwani, sehemu ambayo ile yenye shida hasa ya maji, ambayo mtandao wa maji wa DAWASA bado haujafika. Kwa hiyo sisi tayari tumefika. Lakini mbali na visima hivi 6 na 2 ambavyo vinakuja, tayari wataalamu wetu wameshaonesha maeneo ambayo maji yapo zaidi ya senta 30 ndani ya jiji letu la Dar es Salaam. Kwa hiyo wakati serikali inafanya vision kubwa ya kutengeza bwawa la Kidunda, sisi tayari bodi ya Wami Ruvu tumeshatangulia mbele kumap out kwamba katika jiji la Dar es Salaam tutachimba maeneo haya na haya. Tukishachimba sisi visima, sio jukumu letu kumpelekea mtumiaji. Jukumu letu ni kumwambia DAWASA, sasa kisima kimekamilika, pampo maji haya, na tunamuuzia pampo maji haya kusambazia wananchi wako. Kwa hiyo DAWASA naye ni mteja wetu kama mteja mwingine. Na kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kupitia tafiti hizi zinatupa majibu na ufumbuzi wa shida ya maji ya Dar es Salaam. Kama visima vyetu hivi na mtambo tayari tunao, hatuna sababu nyingine ya kusema kwamba hatuwezi kuchimba. Na ndio maana sasa hivi tunavyozungumza timu yetu tayari iko Kibaha, wanachimba visima 2 kule. Kwa tuna imani ndani ya wiki hii ya maji tunakuwa tunakamilisha visima, vitakuwa visima 8 sasa. Kwa mwenyekiti, ndio tuseme kwamba wakazi wa Dar es Salaam na viunga vyake, wakazi wa mkoa wa Pwani, wakazi wa Morogoro na maeneo mengine jirani huko Morogoro, waseme bye bye kwa tatizo la maji, kama hali tulivyoiona miezi kadhaa iliyopita, mwaka jana mwishoni. Hali ilikuwa tete sana hapa Dar es Salaam. Tuseme hiyo jambo, tuseme halitojirudia kwa namna mipango ilivyo. Sasa kutokana na uchafuzi wa mazingira, hali ya mazingira na yenyewe ni tete pia vile vile. Kwa sasa hatuwezi tukawa na assurance 100%, lakini kwa miundombinu ya bwawa la Kidunda na jitihada zilizowekwa na Wizara ya Maji kwa ajili na sisi kama bodi ya Wami Ruvu kwenye kuchimba visima hivi katika maeneo haya, tuna imani kwamba ile crisis ya maji katika jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani itapungua kwa kiasi kikubwa. Lakini milango pia iko wazi sehemu moja. Sisi kama bodi ya Wami Ruvu tunatoa vibali kwa watu, jamii ya kawaida. Mama yangu, kama unataka kuchimba kisima unakuja kwetu, tunakupa utaratibu kwamba unataka kuchimba wapi, kuna fomu maalum, tunakupa kibali kwa matumizi ya nyumbani. Gharama yake ni ndogo sana ya wewe kulipia. Kwa hiyo unaweza ukalipia shilingi 70,000 ukachimba kisima chako, ukawa na maji ambayo uulizi na yoyote, na sisi tuna wataalamu wanakuja wanakupimia maji yako, wanakushauri ufanye nini, basi mambo yanakuwa mazuri. Kwa kawaida tutakufuata taratibu, lakini jambo ni rahisi zaidi. Kuna swali kutoka Arusha kwa msikilizaji. Anasema, kwanza anatusalimu, lakini pia anasema kwamba bodi ya maji Tanzania mnadhibiti vipi maeneo ambayo kuna shughuli za uchotaji wa mchanga kwenye vyanzo vya maji? Anaitwa Sir Johnson kutoka Arusha. Okay, sawa. Na hili la kudhibiti uharibifu kwenye vyanzo vya maji, kwa sababu kuna uchotaji wa mchanga ambao tunauruhusu, pia sisi tunatoa vibali vya kutoa mchanga kwenye mito, lakini ni ile mito ambayo imejifukia, kwamba tunataka turudishe mto kwenye njia yake. Sasa huu mto ili uweze kurudi kwenye njia yake, kama mchanga umejifukia, sisi tunatoa vibali vya kutoa ule mchanga. Kwa mfano mto Msimbazi, tunatoa vibali pia kwa makampuni mbalimbali waweze kutoa mchanga ulio kwenda kwenye mto ili kuruhusu maji yapite kwenye mtiririko sahihi. Kwa sababu usipotoa, ile sahani la mto linakuwa limepotea. Maana yake nini? Mafuriko yakija au maji yakija yanasambaa kwenye nyumba za watu, ndio yanaweza kuleta mafuriko na maafa. Kwa sasa sisi tunatoa vibali vya uchimbaji wa mchanga katika maeneo ambayo mito imejaa. Sasa kuna wengine wanaenda kwenye maeneo ambayo mto haujajaa na hatujatoa kibali, wanaenda kuchimba mchanga. Hawa wanavunja sheria na taratibu. Sasa utakuta maeneo mengine wanaenda kuchimba mchanga chini ya daraja,
na ndio maana sasa tunazo timu za watumia maji, jumuiya za watumia maji katika kila maeneo, wanatusaidia kutupa hizi taarifa, na ndio maana tumesema tunafanya kazi vizuri na kamati za ulinzi na usalama za wilaya pamoja na mkoa katika kuhakikisha kwamba tunashirikiana kwenye ulinzi wa maeneo haya. Miongoni mwao ni hiyo la kulinda hizi maeneo. Bwawa la Kidunda tunaambiwa limefikia 40% ya ujenzi wake. Tunapomalizia mazungumzo yetu, lini matumaini tuyategemee pengine kumalizika kwake? Bwawa la Kidunda, Mungu ajaliapo, na mkandarasi na mheshimiwa waziri mkuu alikuja pale Bwawa la Kidunda na tukawa naye na pamoja na mheshimiwa waziri wa maji. Mkandarasi alijikomiti akasema Disemba 2026 bwawa lile litakuwa limekamilika. Na lile bwawa litakuwa mkombozi mara mbili. Wakazi wa Dar es Salaam, Morogoro na Pwani watapata maji, lakini wakati huo tutakuwa na uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 20 za umeme, ambao katika maeneo yale ambao hawana umeme basi wataenda kunufaika na umeme. Lakini pia wawekezaji wakubwa, lile bwawa ni kubwa, tunafungua milango kwa wawekezaji wenye mashamba wanataka kulima mashamba makubwa, kuweka viwanda, basi maji yale lita bilioni 190 ni nyingi sana. Kwa hiyo mwananchi anahitaji awezeshwe pia kiuchumi. Kwa tukiwa na viwanda vingi, tunategemea huyu mwananchi ataajiriwa, badala ya kukata mkaa ataenda kufanya kazi ya kwenye ajira katika maeneo yale. Hapo kwenye kuchimba visima hapo mimi nitawatafuta. Naam, karibu sana. Karibu sana. Tunakushukuru sana mwenyekiti, kwanza kwa kuja hapa UFM. Asante kwa kujibu maswali yetu vema. Tunatumai waliotusikiliza wamenufaika na majibu yako. Basi wacha tusubiri mikakati na mipango inayoendelea. Asante sana. Hatimaye mambo yatakapokuwa mambo, tutakualika tena wakati mwingine, mara nyingine. Asante sana. Na sisi tunawaalika, na tumesema bodi yetu ya Wameruvu ni marafiki na vyombo vya habari. Tunawaalika kwenye wiki ya maji tukashiriki. Asante sana. Tukiona UFM pale tukafanya vipindi vyetu live pale, itakuwa safi sana, mwananchi aweze kupata elimu. Basi kila la heri. Asante sana. Sawa. Haya msikilizaji, ni Nixon Lutenda, mwenyekiti wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, na umemsikia hapa. Tumezungumza kuelekea maadhimisho ya wiki ya maji ambayo inaanza Machi 16, na tumezungumza naye kuhusu jukumu la bodi hiyo katika uhifadhi wa vyanzo vya maji ili kuwa na uhakika wa huduma ya maji safi na salama katika jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Na unaendelea kuisikiliza UFM.